habari ya muda huu na group. Natumaini wote mko salama na mnaendelea vizuri. Majina yangu ni Mr. Kinganije ambaye ni mkurugenzi na mwanzilishi wa Kijuki Projects. Upo nasi katika group hili ambapo nawasaidia wajasiriamali kuweza kutengeneza bidhaa mbalimbali za viwandani pasi na kutumia mashine wala kuwa na mtaji uliokuwa mkubwa na kutengeneza kipato ambacho kinakuwa ni kizuri kila mwezi. By the way, nimewakaribisha katika group hili. Niwape kwanza hongera sana kuwa nasi katika group hili, kwa sababu ndani ya group hili nitakufundisha hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza kutengeneza bidhaa zako zenye ubora kwa ajili ya kuweza kutengeneza kipato ambacho kinakuwa ni kizuri kwa maana ya kujiajiri. Na darasa hili litakuwa ni ndani ya siku 3. Tutafundisha vizuri. Of course nataka kutoa ratiba kamili namna ambavyo utakavyoanza darasa hili mpaka vile ambavyo litakapokwisha. Of course siku ya kwanza ambayo ndio siku ya leo tutaanza na utangulizi, na siku ya pili tutazungumzia formula 2 za siri za namna ya kuzalisha sabuni. Maana yake ni kwamba formula 2 za siri ambazo zitakazoifanya sabuni yako iwe na ubora uliokuwa mzuri, kwa maana kutengeneza povu la kutosha, haijalishi iwe ni kwenye maji ya chumvi ama maji ya kawaida. Kwa hiyo kuna formula utakayoelekezwa namna ambavyo sabuni yako itakafanya vizuri, lakini pia utaelekezwa formula ambayo itakayokwenda kusaidia namna ambavyo unaweza ukatengeneza sabuni yako iwe na ubora kwa maana ya ugumu, yani iwe na uwezo wa kuchelewa kuisha. Hiyo itakuwa ni siku ya pili. Na siku ya tatu ya mafunzo yetu tutakuwa tuna mafunzo sasa ya vitendo ya hatua kwa hatua namna ambavyo tunaweza tukatengeneza sabuni zetu za mche kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tutakavyoendesha darasa letu hili. Watu wengi sana huwa wanahisi labda kuanzisha au kuzalisha sabuni za mche kama jamaa ama sabuni za magadi, labda unahitaji kuwa na mtaji uliokuwa mkubwa sana. Watu wengi wanaamini labda lazima uwe na mashine kubwa ama uwe na mtaji mkubwa, maybe na vitu kama hivyo. Lakini uhalisia si hivyo kabisa. Unahitaji vitu vidogo sana. Kwanza huhitaji kuwa na mashine, huhitaji kuwa na mtaji mkubwa, lakini pia hauhitaji kuwa na labda umeme au vitu vinavyotumia gharama nyingi. Hapana. Unahitaji tu kuwa na ndoo 2 ambazo utakazokuwa nazo, ndoo hizi za kawaida za plastiki, ndoo hizi zinazotumika majumbani kuwekea maji, kuchotea maji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo uwe na ndoo, uwe na mwiko wa korogea, lakini pia uwe na box la kugandishia. Ni hivyo vitu hivyo vichache sana. Na ikiwa utafuatilia vizuri utakwenda kuona namna ambavyo wajasiriamali wengine ambao nimewafundisha wanafanya vizuri sana kwenye industry ya utengenezaji wa sabuni. Labda vitu vingine vya ziada ni kuwa na, tunazungumzia zile protective instruments kama vile tunaita PPE kwa kifupi. Yaani uwe na maski kwa ajili ya kuzuia, kwa sababu hizi ni kazi ambazo unakwenda kufanya na kemikali. Kwa hiyo uwe na maski, uwe na miwani, uwe na gumboots, uwe na gloves na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi vya kuzingatia ili uweze kuhakikisha unafanya katika ubora ambao unakuwa ni mzuri. Sasa nataka tuanze introduction yetu hii na case moja ambayo watu wengi sana huwa wanahisi labda ni ngumu. Watu wengi sana huwa wanaacha kufanya biashara hii kutokana na wamekutana na watu ambao sio sahihi. Hawakuweza kuwafundisha zile hatua ambazo zinazohitajika ili waweze kutengeneza faida. Of course watu wengi wanalalamika mtu anafanya lakini hapati faida ile kwa nzuri. Hasa leo tunakwenda kudavua hatua kwa hatua namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza faida. Kwa the introduction of today tutaanza na namna ya utengenezaji wa faida katika bidhaa hizi za sabuni. Na hivi ambavyo ninavyokwenda kukuelekeza ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza faida iliyokuwa nzuri ikiwa unahitaji kuzalisha bidhaa zenye ubora na kutengeneza faida kupitia uzalishaji wa sabuni. Jinsi ya kutengeneza faida kupitia uzalishaji wa sabuni ya mche kama jamaa. Sasa watu wengi huwa wanafeli sana hapa, ndio maana unakuta watu wengi sana wanashindwa kuifanya biashara hii ya sabuni kutokana na hawapati faida ambayo inakuwa ni stahiki kutokana na kazi ambayo wanayoifanya. Kwa hivyo lazima kuna mambo ya kuzingatia ili uweze kufahamu, na siku ya leo nataka nikufafanulie kinagaubaga, yani ndani nje, uweze kuelewa exactly kitu gani ambacho unakwenda kukipata ikiwa utajifunza uzalishaji wa sabuni na utaanza kuzalisha. Kama tulivyozungumza hapo awali kwamba tutakuwa na mafunzo ya siku 3, na hii ya leo ni introduction, then kesho tutakuwa tuna mafunzo mengine, na kesho kutwa itakuwa ndio siku ya mwisho, na hiyo ndio siku ambayo utakwenda sasa kujifunza kwa vitendo namna ambavyo unaweza kutengeneza sabuni hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. Sasa tukianza na mfano hapa, kwa kipindi hiki mafuta ya mise kwa lita 20 huwa yana range kwenye 90,000 mpaka 120,000. Upande wa caustic soda ni kama shilingi 6,000, ukipigiwa kwa kilogram 3 ni kama shilingi 18,000. Tukija kemikali nyingine ni sodium silicate ambayo hii inatumika kwenye utengenezaji wa sabuni. Huwa ni kama shilingi 6,000, shilingi 5,000 mpaka shilingi 6,000. Kwa lita 2 ni shilingi 12,000. Glycerin pamoja na perfume ni kama shilingi 5,000. Tukija kujumlisha jumla ya vyote hivi, maana hapo tumetengeneza sabuni ya lita 20.
Hapo tunakuja kupata jumla ni kama 1,135,000. Sasa kwenye lita 30 1,135,000 ni kama malighafi na materials ambazo zote zitakazotumika mpaka kuikamilisha sabuni yako ya lita 20. Na mara nyingi kwa lita 20 huwa miche inapatikana kati ya miche 65 mpaka miche 60, inategemeana na namna ya ukataji wako na vile ambavyo umeamua kukata. Na mara nyingi kwa ukubwa wa sabuni hizi zinazotoka 55 mpaka 60, of course huwa zinatoka zaidi ya hapo ikiwa utakata midogo midogo, lakini mimi huwa napenda kukata mikubwa ambayo unaweza kuuza kwa shilingi 25,000 mpaka shilingi 2,500 mpaka shilingi 3,000. Na wanafunzi wangu wengi huwa wanauza kwa bei hii kutokana na ukubwa wa material ukubwa wa sabuni ya mche ambayo wamekata, lakini pia kutokana na maeneo waliopo. Kwa hivyo kuuza kwa shilingi 2,500 mpaka shilingi 3,000, tukichukua mfano miche 55 kwa kiwango cha chini, kwa sababu kwa lita 20 unapata miche 55 na zaidi. Tukichukua kwa miche 55 ukauza kwa shilingi 2,500, unapata ni kama 1,137,000. Ukija kuangalia faida hapa, ukichukua material zote huku mwanzo hapa, nadhani unaweza ukaona hapa mwanzo, ngoja nikuonyeshe kwa alama. Yes, hapa mwanzo nadhani tunaona tulianza na shilingi 1,135,000. Hii ndio ilikuwa gharama. Tukija hapa kwenye miche zetu hizi, tunaona jumla tumekuja kupigia hesabu, tukiuza kwa shilingi 1,500 tutapata 1,135,000. Kwa hivyo tukija kupikia malighafi zote huku tulitumia 1,135,000, na sisi hapa tumepiga tumpata 1,137,000. Kwa kutochukua 1,137,000 kutoa 1,135,000 napata faida ni kama shilingi 2,000 tu. Sio, unaona namna ambavyo inavyokuwa. Ukipigia hesabu ya ukauza kwa shilingi 3,000 hapa, ukauza kwa shilingi 3,000, ukiuza kwa shilingi 3,000 utapata 1,165,000. Baada ukija kutoa na hapa nadhani tunaona ukiuza kwa shilingi 3,000 ukaja kutoa na ile 1,135,000, ukichukua 1,165,000 kutoa 1,135,000 unapata kama shilingi 30,000 faida. Hiyo ni jambo la kwanza. Hivyo ndivyo faida ambavyo inapatikana, na ndio maana watu huwa wanashindwa sana kufanya biashara hii. Sasa ikiwa utatumia siri hii ambayo nataka kufundisha siku ya leo, utapata faida kubwa sana. Sio hii ambayo faida inapatikana, ambapo faida unaweza kupata 2,000 mpaka 30,000, inategemeana na jinsi ambavyo utakavyouza. Lakini kwa hii siri ya leo, of course unaweza kupata faida kuanzia 70,000 na kitu mpaka 100,000 kwenye lita 20 tu. Na hapo ndio maana wanafunzi wangu wanapata faida kubwa sana na wanatengeneza kipato cha uhakika kutokana na siri hizi ambazo nazokwenda kufanulia siku ya leo. Siri ya kwanza, inatakiwa upate mafuta kwa bei ya jumla. Sio bei ya jumla tu, bei rahisi. Kwenye maduka haya ujasiriamali, hizi gharama ambazo nimekupigia hapa za 1,100,000, 20,000, 90,000 za mafuta lita 20, hao ni mafuta ambayo yanauzwa kwenye maduka malighafi. Hata leo ukienda utakuta bei hizo. Lakini ikiwa utakwenda kupata machimbo yale ambayo huwa wanatumia wanafunzi wangu na ninawaelekeza kila siku, utapata mafuta ya lita 20 kwa shilingi 65,000 kama unavyoona hapa. Utapata kwa shilingi 65,000. Lakini pia caustic soda ukinunua kwa kilogram 25, ukanole mfuko wa kilogram 25, huo unauza shilingi 65,000, ambapo shilingi 65,000 ukichukua kwa kilogram 25 maana yake ni sawa na 2,400. Sorry, hapa nimeandika 24,000 lakini ni 2,400 kwa kilogram moja. Ukizidisha kwa kilogram 3 unapata ni 7,200, ambapo huku juu tulipata 18,000 kama unavyoona hapa, 18,000 hii hapa. Lakini huku ukipata mafuta hayo, ukipata kemikali hizo kwa bei hiyo ni sawa na 7,200. Nadhani tofauti umeshaanza kuonekana. Lakini pia tukija kwenye sodium silicate lita 2 ni kama shilingi 12,000. Glycerin na perfume ni kama shilingi 5,000. Tukija kujumlisha jumla ya materials zote ni kama shilingi 87,000 kama unavyoona hapa. Lakini huku mwanzo tulipata 1,135,000. Huo ni utofauti wa kwanza.
Jambo la pili, ukitumia formula ambayo inaitwa the OS formula, ambayo hii formula of course huwa nafundisha wanafunzi wangu na wanaifanyia vizuri. Hii ni formula ya kuumua sabuni. Kwa kawaida huwa tunapata miche 55 kama tulivyoona huku juu, lakini ukitumia formula hii unaweza kupata paka miche 65 kama unavyoona hapa, ukitumia formula hii ya kuumua sabuni. Na wengi sana hawafahamu hivi, ndio maana wanashindwa kupata faida ambayo inakuwa ni nzuri. Sasa tukipigia kwa shilingi tukipigia kwa miche 25, maana yake ukaumua sabuni yako na ukapata malighafi kwa bei rahisi kama nilivyoelekeza hapo. Tukichukua miche 65 kama tulivyoona, tukauza kwa shilingi 2500 hapa, tunakuja kupata ni kama 162,000. Tukiuza kwa shilingi 3000 tunapata ni nadhani hapa takuwa nimekosea hesabu, sio shilingi, sio 100,000 na of course yeah. Ukiuza kwa shilingi 65,000 utapata 162,000. Okay, bungoja tuone hapa. Ya, hapa nadhani nilikosea, ni 195,000. Nadhani unaweza kupiga sasa hivi 65 mara shilingi 3000, hapo unapata 195,000. Hii niliandika hapa ni faida inayopatikana baada ya kutoa. Sasa faida inayopatikana kwa mfano kwa mtu aliyeuza 2500, miche 65 unapata faida ni kama shilingi 75,000, ambapo kwa tuliona mtu anapata faida shilingi 2,000. Ukiuza kwa shilingi 3000, kule juu tuliona hapa anapata faida 1,000 na 7,000. Kule juu tuliona anapata faida shilingi 70,000, nadhani ilikuwa shilingi 30,000. Kwa hiyo huu ni utofauti mkubwa sana ambao ukiweza kufanyia vizuri unaweza ukatengeneza faida ambayo inakuwa nzuri. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukatengeneza faida kupitia uzalishaji wa sabuni za miche kama jamaa. Of course nitakuja kufundisha, nadhani siku leo nilikuwa natoa tu kama introduction ili uweze kuelewa kwamba ni formula zipi. Kwa kifupi, ni summary ni kwamba ukinunua malighafi kwa bei ya juu, faida itapatikana ni ndogo sana. Ndio maana tuliona kama shilingi 2,000 mpaka shilingi 30,000. Ukinunua kwa bei rahisi kama hapa tulivyoelekeza, ukanunua kwa bei ya jumla, ukapata formula ya namna ya kuumua sabuni, faida inapatikana kuanzia shilingi 75,000 mpaka 1,700 kwa lita 20. Kwa hivyo ndio maana wanafunzi wangu kutengeneza 500,000 ni kawaida sana, 700,000 mpaka 1,000,000 kupitia uzalishaji wa sabuni, kwa sababu kuna siri hizi ambazo wanakuwa wanazifanyia kazi. Yeah, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza faida iliyokuwa nzuri kupitia uzalishaji huu wa sabuni. Ni rahisi sana ikiwa utapata point za muhimu, kwa sababu watu wengi huwa wanahangaika kutokana na ile kwamba yani watu wengi wanajifunza YouTube. Of course YouTube kuna mafunzo na nini, lakini huwa kuna gap watu wanaachia. Kwa mfano labda namna ambavyo unaweza kupata vipimo, vitu vingi watu hawavielezei, ili umtafute akuuzie kitabu chake, kwa maana ulipie pesa then aweze kukufundisha vizuri. Japo watu wengi huwa hawafundishi namna ya kutengeneza faida na nini na vitu kama hivyo, lakini uhalisia ni kwamba unaweza ukazalisha bidhaa zako na ukatengeneza faida ambayo itakokuwa ni nzuri, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza faida. By the way, leo tutaishia hapa, na siku ya kesho nadhani tutakuwa na ratiba ya formula 2 za siri zitakazoweza kukusaidia kwanza utengeneze sabuni ambayo itakokuwa na povu la kutosha. Formula hiyo itakusaidia kuweza kutengeneza sabuni ambayo utakapokwenda kutumia kwenye maji ya chumvi itaweza kuzalisha povu la kutosha. Yani haijalishi maji ya chumvi, si ya chumvi, povu litatokea. Kwa hiyo formula hiyo itakwenda kuelekeza siku ya kesho, na pia itakwenda kuelekeza namna ambavyo unatakiwa kuweza kuifanya sabuni yako iwe inachelewa kuisha, maana uitumie tena na tena. Hivyo ndivyo ambavyo nakwenda kukuelekeza, ili ukimaliza darasa hizi siku 3 uwe na uwezo wa kuzalisha bidhaa zako binafsi, na uwe na uwezo wa kutengeneza kipato ambacho kinakuwa na ubora uliokuwa ni mzuri, uliokuwa vizuri zaidi. By the way, mimi naitwa Mr. Kinganije ambaye ni mkurugenzi na mwanzilishi wa Kijoki Project. Take care and talk to you soon. Tukutane kesho, tutakuwa tuna darasa moto sana. Take care.